Katika siku zile Roma ilipokuwa ikitawala mataifa, wakati wafuasi wa Kristo waliokuwa wamesambazwa na kuteswa, kulikuwa na mzee aliyekimbizwa kwa ushuhuda wake wa Yesu. Jina lake lilikuwa Yohana, mwanafunzi mpendwa aliyewahi kulia juu ya kifua cha Bwana wakati wa chakula cha jioni. Akakimbizwa kwenye kisiwa cha miamba cha Patmos, akiishi peke yake kwa ukimya na minyororo. Alichaguliwa na Mungu kuona kile ambacho mwanadamu mwingine hakijawahi kuona. Bwana alifungua mbingu na Yohana akaona maono yasiyoelezeka kwa maneno ya kawaida. Kiti cha enzi cha Mwenyezi kimefungwa katika mwanga wa zambarau. Majeshi ya malaika yanayowaka yakilia mchana na usiku, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Mwana-kondoo wa Mungu aliyekufa lakini bado amesimama, akipokea sifa na nguvu zote. Watu wengi waliovaa vazi jeupe, waliotolewa kutoka kwa kila taifa na kila lugha. Yerusalemu mpya inashuka kama bibi arusi amepambwa kwa mume wake. Mambo yaliyojaa utukufu zaidi ya dunia, ya kushangaza kuliko maneno ya binadamu yaliamuliwa kwake, na Yohana aliandika yote katika kitabu kilichoitwa Ufunuo. Sasa tuchambue safari yake ya kimungu. Ilikuwa siku ya Bwana, nami nikiwa katika Roho. Na nilisikia nyuma yangu sauti kubwa kama tarumbeta ikisema, mimi ndimi Alfa na Omega, wa kwanza na wa mwisho. Kile unachoona andika katika kitabu na kitoa kwa makanisa. Na nikageuka kuona sauti iliyoniambia, na milango ya mbingu ilifunguliwa. Haikuwa kama milango ya wanadamu, iliyochongwa kwa kuni au jiwe, bali njia inayometa yenye mwangaza wa milele. Kupitia humo kulitiririka mwanga ambao sikuwahi kuona duniani, mwanga uliokuwa hai, uliojaa utukufu na utakatifu. Kisha nikaisikia ile sauti ile ile niliyokuwa nimesikia nilipogeuka kuona Mwana wa Adamu akitembea kati ya mishumaa. Sauti ilikuwa kama tarumbeta wazi ya amri isiyoyumbishwa. Sauti ikaniambia, njoni hapa juu, nami nitakuonyesha kile kilichopaswa kutokea baada ya hili. Mara moja minyororo ya kifungo changu ilimeng'enyuka. Mwili wangu bado ulikuwa duniani, lakini roho yangu ilivutwa juu katika ufalme wa mbinguni. Nilijisikia nikipandishwa zaidi ya wakati, zaidi ya bahari na anga, hadi mahali pa milele. Tazama, kiti cha enzi kilikuwa kimewekwa mbinguni na mmoja aliketi juu yake. Yohana alianza safari yake ya mbinguni si kwa alama, si kwa maono ya wanyama au hukumu, bali kwa mlango, mwaliko. Ni Kristo mwenyewe aliyeuita Yohana kama alivyomuita Enoki aliyepandishwa katika siri za mbingu, na Isaya aliyeona Bwana juu na aliyeinuliwa. Mlango huu ni zaidi ya maono. Ni ufunguzi wa milele. Tazama nyuma ya pazia la uumbaji wote. Yohana alipita humo na jambo la kwanza aliloliona si malaika, si waliotolewa, si utukufu wa jiji, bali kiti cha enzi cha Mungu mwenyewe. Kupitia mlango huo uliofunguliwa, Yohana alipandishwa katika Roho. Maono yalimchukua mbali na kifungo, mbali na Patmos, mbali na dunia yenyewe, hadi kwenye mahakama za mbingu. Na pale mbele ya macho yake, moyo wa maono ulifunguliwa, kiti cha enzi cha Mungu Mwenyezi. Na yule aliyeketi juu ya kiti hicho, ningeweza kumwelezaje? Umbo lake lilikuwa kama jaspa liking'aa kwa usafi, na kama kaneli likiwaka kwa nyekundu ya moto. Mwangaza wake ulikuwa zaidi ya vito vyote vya dunia, kwa kuwa alikuwa amevaa mwanga usiofikiwa. Kuzunguka kiti cha enzi kulikuwa na upinde wa mvua mkali kama zambarau, ukizunguka kwa kijani hai, ukikumbusha rehema ya agano la Mungu, kwamba hata katika utukufu na hukumu anakumbuka huruma. Zunguka kiti cha enzi kulikuwa na viti 24 vya enzi, na juu yake waliketi wazee 24. Waliokuwa wamevaa mavazi meupe zaidi ya theluji, yaking'aa kwa usafi wa waliotolewa. Kwenye vichwa vyao kulikuwa na taji za dhahabu, zikiming'aa kwa thawabu ya walioshinda. Na kutoka kiti cha enzi yenyewe palitokea radi za umeme, midundo ya radi, na mlio mkubwa kama Sinai wa zamani wakati mlima ulipogubikwa na uwepo wa Bwana. Mbele ya kiti cha enzi kulikuwa na mishumaa 7 inayowaka. Hizi ndizo roho 7 za Mungu, zikimeta kwa ukamilifu, zikichunguza dunia, zikiona kila kitu. Na mbele ya kiti cha enzi kulikuwa na bahari kubwa ya glasi, wazi kama kioo, tulivu na isiyohamishika, ikionyesha mwangaza wa utukufu uliopo juu yake. Ilionekana kama uumbaji wote ukiwa kimya mbele ya mfalme wake.
Maneno ya Yohana yanarudia maneno ya manabii waliomzidi. Ezekieli alionyesha kiti cha enzi kama zafirasi chenye mwangaza kama moto. Ezekieli 1 mstari wa 26 hadi 28. Danieli aliona mzee wa siku akiketi na magurudumu ya moto na mto wa moto ukitiririka. Radi ya umeme, moto, bahari ya glasi, yote yanaonyesha utakatifu wa Mungu. Na kumzunguka wazee 24 wanawakilisha waliotolewa kutoka enzi zote, makabila 12 ya Israeli na mitume 12 wa Mwana-Kondoo, Agano la Kale na Agano Jipya, wakiwa wakiungana katika ibada mbele ya mfalme wa milele. Wakati macho ya Yohana yalipopata mwanga wa kiti cha enzi, maono yake yalivutwa karibu zaidi. Hakukuona tu kiti cha enzi na wazee waliokizunguka, bali pia waliokuwa karibu zaidi na kiti hicho. Hawa hawakuwa kama wanadamu, hawakuwa kama wazee, wala kama kiumbe wowote wa dunia. Walikuwa viumbe hai, walinzi wa kiti cha enzi, sauti za uumbaji wa dunia. Na karibu zaidi, wakiwa wamezunguka kiti cha enzi, nikaona viumbe vinne hai. Muonekano wao ulikuwa tofauti na kitu chochote duniani. Walifunikwa na macho ndani na nje, macho mbele yao, macho nyuma yao, kana kwamba hakuna kitu katika uumbaji wote kinaweza kufichika machoni pao. Kiumbwa cha kwanza kilikuwa kama simba, chenye ghadhabu na heshima, mfalme wa wanyama pori. Kiumbwa cha pili kilikuwa kama ng'ombe, chenye nguvu na imara, ishara ya huduma na sadaka. Cha tatu kilikuwa na uso wa mwanadamu, kikibeba hekima na ufahamu. Kiumbwa cha nne kilikuwa kama tai mkubwa, akiruka haraka na akipaa juu, akitawala juu ya mbingu. Kila kimo kilikuwa na mabawa 6 na mabawa yao pia yalikuwa yamejaa macho. Mtazamo wao ulikuwa kila upande, ukiona utukufu wa yule aliye juu ya kiti cha enzi. Mchana na usiku bila kusitisha waliimba kwa sauti, Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana Mungu Mwenyezi, aliyekuwa, aliye na atakayekuja. Sauti zao ziligubika mbingu. Wimbo wao haukuisha. Kwa kuwa mbele ya kiti cha enzi cha yule wa milele hakuna uchovu, hakuna ukimya, bali kilio cha milele cha utakatifu. Maono ya Yohana yanarudia serafimu waliokuwa wakiwaka wa Isaya 6, waliojifunika uso na miguu yao wakilia, Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi. Dunia yote imejaa utukufu wake. Yanalingana na kerubimu wa Ezekieli 1:10 wenye macho mengi na mabawa, wakiwa na umbo la simba, ng'ombe, mwanadamu na tai. Pamoja wanawakilisha ukamilifu wa uumbaji wa Mungu, wanyama pori, wanyama wa kufugwa, wanadamu na ndege wa angani. Wote wakiinua ibada yao kwa Muumba. Kilicho wazi ni kwamba kilio chao kisichokoma kinaonyesha asili ya milele ya Mungu. Yeye ndiye aliyekuwa, aliye na atakayekuja. Tofauti na binadamu, habadiliki. Na tofauti na wafalme wa dunia, utawala wake hauna mwisho. Viumbe hivi hai vinatukumbusha kuwa ibada si wimbo wa malaika tu, bali wimbo wa uumbaji wote. Usioisha, usioweza kuzuilika, daima mtakatifu. Wakati viumbe hivi vilipokuwa vikilia ibada isiyo na mwisho, mbingu zote zilisikika kwa sauti zao. Kiti cha enzi kilizungukwa na sifa, wazee wakinyenyekea, viumbe vikitangaza utakatifu wa Mungu bila kusitisha. Lakini kisha macho ya Yohana yalivutwa tena kwenye kiti cha enzi, kwa mkono wa kulia wa yule aliyeketi juu yake. Kulikuwa na kitu kikubwa zaidi, rula iliyofungwa na muhuri 7, ikibeba siri za mpango wa Mungu. Na nilipotazama kiti cha enzi, nikaona mkononi mwa yule aliyeketi humo rula. Iliandikwa ndani na nyuma, ikiwa na siri za Mungu, hukumu na ufunguzi wa yote yanayopaswa kutokea. Lakini ilikuwa imefungwa na mihuri 7 kamilifu na isiyovunjika. Kisha malaika mkuu alitangaza kwa sauti kama radi, nani anastahiki kufungua rula na kuvunja mihuri yake? Kilio chake kilisikika mbinguni na duniani. Uumbaji wote ukanyamaza. Hakuna mtu mbinguni, duniani, wala chini ya dunia aliyepatikana kustahiki kufungua rula, wala hata kuitazama. Na nililia sana. Moyo wangu ulivunjika ndani yangu. Kwa kuwa kama hakuna mtu angeweza kufungua rula, malengo ya Mungu yangebakia kufungwa na wokovu wake haujakamilika. Lakini kisha mmoja wa wazee, amevaa vazi jeupe na taji ya dhahabu, alinikaribia akasema, usilie. Tazama, simba wa kabila la Yuda, mzizi wa Daudi, ameshinda.
Anaweza kufungua rula na mihuri yake 7. Nilinua macho yangu nikiwa natarajia kuona simba, chenye ghadhabu, chenye heshima, kisichokomea. Lakini nilipoangalia katikati ya kiti cha enzi, kikiwa kimezungukwa na viumbe hai na wazee, nikaona mwana-kondoo. Ulikuwa amesimama kana kwamba ameuawa, akiwa na alama za sadaka, lakini bado hai. Vidonda vyake viling'aa kwa utukufu. Alikuwa na pembe 7 na macho 7, ukamilifu wa nguvu na ukamilifu wa kuona, ambao ni roho 7 za Mungu zilizotumwa duniani kote. Na mwana-kondoo alikuja, akachukua rula mkononi mwa yule aliyeketi juu ya kiti cha enzi. Yohana alitarajia